Klabu yetu bado ni moja ya klabu bora Afrika. Katika ranking zote za vilabu hapa Afrika, Simba ndio timu ya juu zaidi hapa Tanzania. Klabu ya Simba ndio inajulikana na kuheshimika zaidi kwenye soka la Afrika. Narejea nikiwa na nguvu na ari mpya, maarifa ya kurejesha Simba ninayo, naongozwa zaidi na ushabiki wa Simba na wala sio uwekezaji, wala ufadhili, wala udhamini. Nilikuwa uwanjani Cairo 2003, miaka 21 iliyopita, nikiwezesha na kushangilia klabu yetu ya Simba ikivua Zamalek ubingwa Afrika. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wana Simba, ninayo furaha kubwa kuzungumza nanyi leo baada ya kipindi kirefu. Miaka 3 iliyopita, baada ya kushinda ligi kuu mara 4 fululizo na kuacha alama kwenye soka la Afrika, niliamua kujiuzuru nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, nikiwa na imani kwamba mafanikio tuliyoyapata yamejenga msingi wa kupata mafanikio makubwa zaidi, na kwamba kazi ya kuiongoza klabu katika ndoto hizo inaweza kufanywa na watu wengine tulioshirikiana nao. Timu yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo. Mwaka 2018 hatukuwa katika daraja lolote la ubora Afrika, lakini leo hii tuko namba 7 Afrika. Ni kazi kubwa tumefanya wanasimba wote, hatuna budi kujipongeza. Hata hivyo, pamoja na kupiga hatua kubwa, tumepitia changamoto mbalimbali. Katika safari yetu ya mwanzo ya miaka 4 tulienda vizuri sana. Tulishinda kila kikombe hapa Tanzania na kuliteka soka la Afrika. Hii miaka 3 ya mwisho tumepita kwenye changamoto nyingi ambazo zimetuvuta shati na kutupunguzia mwendo wetu wa awali. Katika hii miaka 3 tumepoteza karibu vikombe vyote vikubwa hapa Tanzania. Japo Afrika tumeendelea kuishia robo finali. Haya hayakuwa matarajio wala malengo yetu. Kwa hiyo tumejikwaa, lakini hatujaanguka. Wanasimba wenzangu, kusimama ndio inatakiwa iwe wajibu wa kila mwanasimba sasa. Kujikwaa kwetu kumesababishwa na mambo mengi. Naomba nitoe ufafanuzi. La kwanza, tumekuwa hatuko wamoja, hasa baada ya mzukuano wa uchaguzi. Malumbano na mgawanyiko umeendelea kututafuna timu yetu. Hili jambo halina afya. Naomba niwaombe wanachama, wanasimba na washabiki, tumalize tofauti zetu za uchaguzi na kuzizika kabisa kwa kauli yetu ya Simba ya nguvu moja. La pili, tumeshindwa kutengeneza timu bora ya ushindani. Eneo la benchi la ufundi halikuwa zuri, hali ambayo imepelekea hata kupotea kwa falsafa yetu ya pira biriani. Hili ni eneo muhimu la kufanyia kazi. Nawaahidi tutashirikiana na viongozi wenzangu kusuka upya benchi la ufundi. La tatu, tumeshindwa pia kukidhi kiu ya wanasimba katika usajili. Wachezaji wengi ambao wamesajiliwa, viwango vyao havikuwa bora. Kwa hiyo ningependa kuahidi wanasimba, nitashirikiana na viongozi wenzangu na wataalamu kufanya usajili bora na katika ukubwa utakaokidhi matamanio ya wanasimba. La 4, eneo la ukwaji wa wanachama na wapenzi. Nitashirikiana na viongozi wenzangu kukamilisha transformation ili wanachama waweze pia kupata hisa zao stahiki na kuwa wamiliki
wa Simba Sports Club. Hii ni muhimu kwa ukuaji wa klabu yetu. La 5, miundombinu ya klabu iliyopo Bunju haikidhi haja. Ni lazima tulifanyie uwekezaji uliobora kufanana na hadhi ya Simba. La 6, Simba inahitaji mikakati yake ya kuwawezesha vijana wetu na kuibua vipaji. Tutalifanyia kazi zaidi. Ndugu wana Simba, huu sio muda wa malumbano wala kupakana matope, ni muda wa kusimama na kuitengeneza timu yetu ili iwe bora zaidi ya ilivyokuwa awali. Huu ni wakati wa kupambana, kubuni mbinu, kuweka mikakati na kutekeleza hiyo mipango ya kuandaa Simba mpya, Simba itakayotisha tena. Hivi karibuni nilikuwa na kikao na mwenyekiti wa bodi ndugu Salum Try Again kupokea ripoti ya klabu yetu. Nilimchagua ndugu Salim kuwa mwenyekiti wa bodi kwa kuwa nimeshafanya kazi naye muda mrefu, namjua ni mtu mwaminifu na mtulivu. Namshukuru sana yeye na wajumbe wote wa bodi kwa kazi kubwa waliofanya mpaka sasa. Ameonyesha nia ya kutaka kupumzika kuwa mwenyekiti wa bodi na kuniomba mimi nirudi kuwa mwenyekiti wa bodi ya Simba. Nimeshauriana na viongozi mbalimbali pamoja na bodi ya ushauri chini ya Judge Mihayo na kukubali ombi kuwa mwenyekiti wa bodi kwenye hiki kipindi kigumu mpaka Simba itakaporejea kwenye hali yake ya kawaida. Wana Simba, nimemwomba Salim kubaki kwenye bodi kwa niaba ya mwekezaji na amekubali. Na hivi punde nitateua wajumbe wengine kujaza nafasi ili bodi iwe kamili kuanza kufanya kazi. Ningependa sana kuona Simba yenye utulivu na umoja ili tupate mafanikio makubwa. Naomba tuache kejeli, vijembe, hasira, makundi na yote. Tuyazike yote sasa. Kwa sasa klabu yetu iko kwenye kazi kubwa ya kusajili. Kuna pre-season, kuna Simba Day, ngao ya jamii na hatimaye ligi kuu. Klabu yetu bado ni moja ya klabu bora Afrika. Katika ranking zote za vilabu hapa Afrika, Simba ndio timu ya juu zaidi hapa Tanzania. Klabu ya Simba ndio inajulikana na kuheshimika zaidi kwenye soka la Afrika. Narejea nikiwa na nguvu na ari mpya, maarifa ya kurejesha Simba ninayo, naongozwa zaidi na ushabiki wa Simba na wala sio uwekezaji wala ufadhili wala udhamini. Nilikuwa uwanjani Cairo 2003, miaka 21 iliyopita, nikiwezesha na kushangilia klabu yetu ya Simba ikivua Zamalek ubingwa Afrika. Sitaacha Simba leo wala kesho. Niwaombe sana wana Simba wenzangu, mtulie. Mtupe nafasi ya kujenga Simba mpya, Simba yenye matarajio na mabadiliko, ili kila mwana Simba awe na furaha na atembee kifua mbele. Hakutakuwa na mafanikio yoyote kama sisi wana Simba tutaendelea kutokuwa wamoja. Kama kauli yetu ya nguvu moja inavyotutaka tuwe. Baada kusema hayo, niwasisitize wana Simba, tuwe wamoja, tuache malumbano, na mimi kama mwenyekiti wenu wa bodi naahidi kuwapa ushirikiano wa kutosha kujenga Simba yetu. Simba nguvu moja. Simba nguvu moja. Asante sana kunisikiliza. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wana Simba, ninayo furaha kubwa kuzungumza nanyi leo baada ya kipindi kirefu. Miaka 3 iliyopita, baada ya kushinda ligi kuu mara 4 fululizo na kuacha alama kwenye soka la Afrika,
niliamua kujiuzuru nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba, nikiwa na imani kwamba mafanikio tuliyoyapata yamejenga msingi wa kupata mafanikio makubwa zaidi, na kwamba kazi ya kuiongoza klabu katika ndoto hizo inaweza kufanywa na watu wengine tulioshirikiana nao. Timu yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo. Mwaka 2018 hatukuwa katika daraja lolote la ubora Afrika, lakini leo hii tuko namba 7 Afrika. Ni kazi kubwa tumefanya wanasimba wote, hatuna budi kujipongeza. Hata hivyo, pamoja na kupiga hatua kubwa, tumepitia changamoto mbalimbali. Katika safari yetu ya mwanzo ya miaka 4 tulienda vizuri sana. Tulishinda kila kikombe hapa Tanzania na kuliteka soka la Afrika. Hii miaka 3 ya mwisho tumepita kwenye changamoto nyingi ambazo zimetuvuta shati na kutupunguzia mwendo wetu wa awali. Katika hii miaka 3 tumepoteza karibu vikombe vyote vikubwa hapa Tanzania. Japo Afrika tumeendelea kuishia robo finali. Haya hayakuwa matarajio wala malengo yetu. Kwa hiyo tumejikwaa, lakini hatujaanguka. Wanasimba wenzangu, kusimama ndio inatakiwa iwe wajibu wa kila mwanasimba sasa. Kujikwaa kwetu kumesababishwa na mambo mengi. Naomba nitoe ufafanuzi. La kwanza, tumekuwa hatuko wamoja, hasa baada ya mzukuano wa uchaguzi. Malumbano na mgawanyiko umeendelea kututafuna timu yetu. Hili jambo halina afya. Naomba niwaombe wanachama, wanasimba na washabiki, tumalize tofauti zetu za uchaguzi na kuzizika kabisa kwa kauli yetu ya Simba ya nguvu moja. La pili, tumeshindwa kutengeneza timu bora ya ushindani. Eneo la benchi la ufundi halikuwa zuri, hali ambayo imepelekea hata kupotea kwa falsafa yetu ya pira biriani. Hili ni eneo muhimu la kufanyia kazi. Nawaahidi tutashirikiana na viongozi wenzangu kusuka upya benchi la ufundi. La tatu, tumeshindwa pia kukidhi kiu ya wanasimba katika usajili. Wachezaji wengi ambao wamesajiliwa, viwango vyao havikuwa bora. Kwa hiyo ningependa kuahidi wanasimba, nitashirikiana na viongozi wenzangu na wataalamu kufanya usajili bora na katika ukubwa utakaokidhi matamanio ya wanasimba. La 4, eneo la ukuaji wa wanachama na wapenzi. Nitashirikiana na viongozi wenzangu kukamilisha transformation ili wanachama waweze pia kupata hisa zao stahiki na kuwa wamiliki wa Simba Sports Club. Hii ni muhimu kwa ukuaji wa klabu yetu. La 5, miundombinu ya klabu iliyopo Bunju haikidhi haja. Ni lazima tulifanyie uwekezaji uliobora kufanana na hadhi ya Simba. La 6, Simba inahitaji mikakati yake ya kuwawezesha vijana wetu na kuibua vipaji. Tutalifanyia kazi zaidi. Ndugu wana Simba, huu sio muda wa malumbano wala kupakana matope, ni muda wa kusimama na kuitengeneza timu yetu ili iwe bora zaidi ya ilivyokuwa awali. Huu ni wakati wa kupambana, kubuni mbinu, kuweka mikakati na kutekeleza hiyo mipango ya kuandaa Simba mpya, Simba itakayotisha tena. Hivi karibuni nilikuwa na kikao na mwenyekiti
wa bodi ndugu Salum Try Again kupokea ripoti ya klabu yetu. Nilimchagua ndugu Salim kuwa mwenyekiti wa bodi kwa kuwa nimeshafanya kazi naye muda mrefu, namjua ni mtu mwaminifu na mtulivu. Namshukuru sana yeye na wajumbe wote wa bodi kwa kazi kubwa waliofanya mpaka sasa. Ameonyesha nia ya kutaka kupumzika kuwa mwenyekiti wa bodi na kuniomba mimi nirudi kuwa mwenyekiti wa bodi ya Simba. Nimeshauriana na viongozi mbalimbali pamoja na bodi ya ushauri chini ya Judge Mihayo na kukubali ombi kuwa mwenyekiti wa bodi kwenye hiki kipindi kigumu mpaka Simba itakapo